Kama we ni mmoja wa watu ambao umekuwa ukijiuliza jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya live streaming kutoka YouTube kwenda YouTube, basi video hii ni kwa ajili yako. Nitakufundisha na kuelekeza hatua moja baada ya hatua nyingine kwa njia rahisi zaidi. Kumbuka, hakikisha una follow account hii, hakikisha unajifunza vitu mbalimbali kupitia account hii, lakini nikwambie usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Hatua ya kwanza ambayo unapaswa kufahamu kabla ya kufanya streaming ni kuweza kutambua kwamba unatumia software gani ya kuweza kufanya streaming. Na baada ya hapo utafanya nini? Twende kwenye video hii. Mimi nitatumia software ya OBS. Kama huja download hii software, basi unaweza download na ukaweza kuinstall kwenye kompyuta yako kama kwenye laptop yako na mambo akawa hivyo. Ukishamaliza kuinstall hii program, kama utakuwa na changamoto kuweza kufahamu jinsi ya kuweza kuitumia, tafadhali niandike kwenye comment kwamba nifundishe jinsi ya kuweza kutumia software ya OBS. Hatua inayofuata, hakikisha kwamba umefungua kwenye YouTube channel ama ukaingia kwenye YouTube moja kwa moja ili kuweza kuona unatafuta content ambayo ungetamani kuweza kuitumia kufanya streaming. Hatua ya pili, hakikisha umeshafungua account yako ya YouTube ambayo unatamani uweze kufanya streaming. Baada hapo utakuja hapa kwenye bofya create and then utabofya kwenye go live ili sasa kutengenezee ukurasa mpya kuweza kufanya live streaming kwa ajili ya kushare hiyo content yako. Twende kwenye OBS. Utafungua OBS yako, utaona hapa kuna sehemu imeandikwa scene, hapa imeandika record, unaweza uka create scene na ukaandika ka rename unavyotaka. Mimi nitatumia hii scene moja kwa moja. Unakuja kwenye sehemu ambayo imeandikwa sources. Hapa ni sehemu ambayo itakusaidia wewe kuweza kuadd vitu ambavyo ungetamani viweze kwenda moja kwa moja kwenye live streaming. Mimi jambo la kwanza nitakuja kuadd hiyo browser ya video ya hiyo ambayo nataka kustream. Nitatumia hapa kwenye browser moja kwa moja, tabofya browser. Baada hapo browser nitaiandikia let's say Ikulu kwa sababu nataka ni live Ikulu. Tabofya okay. Baada hapa ambacho nitakihitaji naweza nikaja hapa nika-change kwenye width hapa. Nitachange 100 ambavyo nataka, let's say nahitaji kwa 1280 kwa 720. Baada hapo nakuja kwenye URL. Unahitaji kuweza kuimport ama kupaste hapo URL ambayo unataka kucopy ile live. Utakuja hapa, utakuja ni copy hii URL, utakopi hii, narejea kwenye OBS hapa, nitapaste hapa. Baada hapa utabofya okay. Kinachofuata hapa ni kwamba hii OBS itaanza kuload ile video ambayo imetoka kwenye ukurasa wa Ikulu. Kama ambavyo unaiona hapa tayari imeshaanza kuload. Baada hapo ambacho unaweza kukifanya ni kwamba kuizoom hii ijae vizuri hapa. Alafu baada hapo naweza nikapiga transition iende moja kwa moja mbele. Hapa inamaanisha kwamba hii ndio ile video ambayo nina stream. Hii ndio video ambayo itakuwa jinsi ambavyo itakuwa inaonekana nikifanya streaming. Sasa mimi nitahitaji kufanya streaming ya hotuba tu ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo baada ya kuwa tayari nimeshajiridhisha hapa, nahitaji sasa kufanya setting hii hotuba iende moja kwa moja kwenye ukurasa wa live wa YouTube yangu. Ninachokifanya ni kuja sasa kwenye moja kwa moja kwenye YouTube account yangu. Nitabofya hapa kwenye streaming. Baada hapo nitakuja kubofya hapo kwa create hapa kupitia key. Nitabofya hapo. Baada hapo nitakutaka kuandike title. Mimi nitaandika let's say hotuba ya rais baada ya kupokea ripoti ya matukio ya Oktoba 2025. Baada hapo nitaweka atoa msemo mkali. Kama kuna maelezo mengine ambayo ningehitaji kuyaweka hapa, naweza nikaja nikakopi hata huku ambao labda Ikulu ameandika. Nitakopi tu ya maelezo. Unaweka pale kwenye description. Baada hapa kinachofuata utakuja tumeshafanya vile vitu muhimu vya msingi. After that utakuja kuenda kukopi hii tunasema unatakiwa kukopi key. Baada hapo tunahitaji kutumia key, basi tabofya hapa kwenye learn how to use encoder, tabofya hapo and then utakopi hizi hapa key, utakopi hizi
sitaji kuzionyesha kwa ajili ya usalama. Utakopi hiyo, alafu utakuja kwenye StreamYard, utabofya setting. Baada ya setting itakuja hapo na chagua YouTube na nini, utakuja upaste hapa hizo key. Utapaste alafu na unabofya apply. Okay. So kinachofuata baada ya hapa sasa ni kwenda kule kubofya okay. Nahitaji sasa kwenye hii account niongeze let's say logo, kwamba hii video na hizo video zinatoka wapi. Nitaongeza picture image hii hapa, alafu nitasema let's say logo ya, alafu nita browse logo kwenye mtandao kwenye account yangu. Ta browser hiyo, unaadi tayari imeshajiadi, nafanya transition tayari imeshahamia huku. Baada hapo nahitaji kuangalia kwenye hii video ambayo nahitaji kuweka, nahitaji let's say nahitaji tu hotuba ya Mheshimiwa Rais. Okay. Hii hapo. Si ndio? Hii hapo. Alafu baada hapo nabofya ku turn on and then na press okay. Mheshimiwa mawaziri na baada hapo basi ambacho nitakifanya ni kwamba sauti yangu inaenda vizuri. Makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Baada hapo ambacho nikifanya unakuja na bofya wengine mliopo nasi hapa, okay, Mheshimiwa Hamid Chande Othman, jaji mkuu mstaafu na mwenyekiti wa tume, pamoja na makamishna wa tume na sekretarieti ya tume hii na sekta binafsi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu wanahabari, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu.